Mara zote Mungu akikupa kilema anakupa na mwendo. Kama kawaida, hii imeweza kuwatokea hawa ndugu zetu ambao walizaliwa mapacha wakiwa wameungana sehemu ya mwili, lakini kila mmoja akiwa na mguu wake pamoja na kichwa chake na kifua chake kwa namna yake. Sasa hii story kidogo inaweza ikakuhudhunisha, lakini pia ni watu ambao wameweza kufanya maajabu makubwa sana. Mimi nitaweza kukusanua yote hapa uweze kuyafahamu juu ya kile ambacho wameweza kukifanya hawa jamaa, alafu mwisho wa siku utakuja kuniachia comment yako, na pengine inaweza kukufundisha kitu kikubwa sana, especially wale wazazi ambao wamekuwa hawajali watoto wao pale ambapo inatokea watoto wanazaliwa wanakuwa tofauti na vile mategemeo ya wazazi yalivyokuwa. Karibu tena ndani ya Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni session nyingine tena katika episode ya pili ya hiki kipindi ambacho kinaruka mara kadhaa hapa kupitia channel yetu ya Bongo Vibe, na nikiwa ninakuletea matukio ambayo of course yanagusa maisha halisi ya watu huko mtaani. Hakikisha unafuatilia, lakini point ya msingi kabla sijaendelea mbele zaidi, mimi nachokuomba tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu kuna vipindi vingi sana vya kugusa maisha halisi ya watu na kukufundisha zaidi vitakavyokuwa vinakujia hapa kupitia session yetu ya katika episode ambazo zinakuja. Na in case ulikosa episode iliyopita, basi mwisho wa video hii hapa hivi nitakuwekea hapo kwenye screen, utaweza kuona kipindi kilichopita kilikuwa kinahusiana na nini zaidi. Lakini all in all, hebu join na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu ukweli wote kiundani zaidi, uweze kufahamu hawa jamaa wanatokea nchi gani, wanaitwa kina nani, wazazi wao ilikuwaje mpaka leo hii wanaishi peke yao. Ingawaje bwana, kama nilivyokuambia kwamba katika safari yoyote Mungu anapokupa kilema basi always anakupa na mwendo. Sasa ilikuwaje? Tuanze moja kwa moja. Majina yao kamili, mmoja anaitwa Sona, mwingine anaitwa Mona. Hawa jamaa wanatokea India. Mpaka sasa hivi wana almost miaka 26 na walizaliwa hivyo hivyo ambavyo unawaona. Miaka yote hiyo wamekuwa wakiwa hivyo, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba katika muda wote huo hawakuwahi kupata malezi ya wazazi wao, kwani mara tu walipozaliwa na mama yao kuwaona wakiwa hivyo, basi waliamua kusepa, yani kula nyingi zaidi mama yao pamoja na baba yao, huku wakiwakataa watoto na kuwatelekeza hospitali. Wasamaria wema waliochukua na kuwalea wakawapeleka katika vituo ambavyo huwa vinalea watoto wenye ulemavu. Basi waliweza kupata malezi bora wakiwa katika hivyo vituo, na baadaye maisha yaliendelea. Walipelekwa shule wakasomea electrical engineering, na mpaka anavyowaona sasa hivi hapo wana kazi yao halali kabisa, especially kwenye masuala ya umeme kama kufanya wiring pamoja na vitu vingine vingi zaidi ambavyo wameweza kusomea. Hawa jamaa bwana, katika maisha yao yote wamekuwa wakiwa na furaha kubwa, ingawaje wamezaliwa hivi. Waliwahi kufanyiwa process za kutaka kupasuliwa ili waweze kutenganishwa, lakini matibabu gharama zake ni kama vile zilikuwa ni za gharama kubwa zaidi, ingawaje walikuwa wanasimamiwa chini ya institution ya malezi ya watoto, lakini bado gharama za kuwatenganisha zilikuwa kubwa zaidi, kitu ambacho kilipelekea sasa ilibidi waweze kuachwa hivi hivi, kwani licha ya gharama kuwa kubwa zaidi na kwamba pengine kwa sababu iliyokuwa inawalea ilikuwa ni taasisi, basi wangeweza kuafford hizo gharama, lakini bado kupasuliwa kwao ama kutenganishwa kwao kungeweza kupelekea hawa watu wawili kuweza kupoteza maisha, kitu ambacho waliona kuliko kuriski maisha yao bora wangewaacha hivyo hivyo waendelee kuishi. Na mwisho siku maamuzi yalikuwa kama hayo. Katika maisha yao yote wanaishi kwa furaha, yani licha ya kuwa na ulemavu wa namna hii bado furaha yao ni kubwa sana, na wao wanasema kwamba wanaamini ni zawadi ambayo Mungu aliweza kuwapatia kwa kuwaweka pamoja wakiwa wawili, kwa sababu wao hawajui Mungu zaidi alikuwa na mpango gani. Lakini katika hayo maisha ambao wamekuwa wakiishi, licha ya kwamba hawajawahi kutengwa na wale ambao walikuwa wakiwahudumia, zaidi wamekuwa na watu fulani ambao wako busy sana, kwani wanafanya kazi kama nilivyokuwa nimekwambia, lakini kinachouma zaidi ni kwamba mshahara wao ni mdogo zaidi. Kwa mwezi unaambiwa kwamba wanalipwa $245, pesa ndogo kabisa, ambapo sasa sio kila mmoja analipwa pesa yake. Yani hiyo pesa wanapata ni mmoja tu, wanafanya kazi wote, lakini pesa wanapata $245. So unaweza kukalculate hapo ukaweza kufahamu ni laki ngapi kwa pesa za Kitanzania. Ni pesa ndogo sana of course, na ukizingatia hali yao hii, lakini wanajitahidi kufanya kazi kadri wawezavyo, lakini bado mshahara unakuwa mgumu. Waliwahi kuulizwa kuhusiana na swala la mahusiano inakuaje, wao walisema kwamba wanatamani siku moja waweze kuingia kwenye mahusiano, lakini wakaulizwa sasa itakuaje kama kila mmoja
akampenda mdada tofauti. Walisema kwamba haiwezekani. Wao mara zote hata wanapokuwa njiani ikitokea wamemwona mdada wamemtamani, basi wote waga na akili moja. Yani kiufupi ni kwamba hawa jamaa ni kama vile wana akili moja, na hata kwenye mawazo yao mara zote waga hawawazi vitu vya tofauti. Yani mara nyingi unakuta kila anachokiwaza mwenzake basi ndio hicho ambacho na mwingine anakiwaza. So huwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kupishana katika kila ambacho anakiwaza, kwani mara zote waga wanawaza kitu cha aina moja. Wanasema kwamba wanatamani kupata mwanamke ambaye siku moja atakuja kuwa mpenzi wao, na wanasema kwamba wahala hawajawahi kuwa na jealous, kwa maana ya wivu, kwamba pengine kwamba tuna mwanamke mmoja alafu sisi tuko wawili, kwani kwa upande wa chini wana miguu miwili tu. Kwa hiyo maana yake hata vile via vya uzazi manake vile via vya uzazi ama sehemu za siri ni moja tu ambayo inatumika. Kwa hiyo hakuna ugumu wowote ama hakuna namna yoyote ambayo mwingine anaweza kupata jealous ikiwa wanatumia uume mmoja. Lakini ukiachana na hilo ni kwamba waliwahi kuulizwa kwamba vipi sasa wakati wa kulala, kwamba kuna mmoja unakuta anaweza kama amechoka alafu kuna mwingine anataka kuamka ama usingizi umemwishia. Wao walisema kwamba kuna wakati anaweza akawa anatembea, lakini mmoja akiwa na usingizi basi anaweza akawa amesinzia, kwa sababu wao wanaweza kujibalance. Yani mtu mmoja anaweza akamanage mwili wote, akacontrol mwili wote, na mwisho wa siku mambo yakaenda vizuri zaidi hata kama mwingine akiwa amechoka. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hawa jamaa wanacheza netball, hawa jamaa wanaimba, hawa jamaa pia wanaendesha mpaka vile vigali vyao. Of course utakuwa umeona huko nyuma, lakini pia utaweza kuona hapa kwenye screen ikiwa inaonyesha wakiwa wanaenjoy, wanaendesha vile vigali vyao na wana furaha kabisa 100%. Waliwahi kuulizwa kwamba ndoto yao kubwa zaidi ni kuja kuwa nani hapo baadaye. Wao walisema kwamba ndoto yao kila wakimtazama Shah Rukh Khan na wao wanatamani kuwa kama yeye, lakini pia wanatamani kuimba kwenye maconcert makubwa, yani matamasha makubwa zaidi duniani, ili mwisho wa siku na wao waweze kujulikana zaidi, na pengine ikawa source ya income ama chanzo cha pesa kwa upande wao, kwa sababu wamejaliwa kuimba vizuri zaidi na wana uwezo mkubwa sana. Na hii pia ni talent, ingawaje licha kwamba wana kazi ambayo wanafanya, lakini muziki ni talent yao. Kwa hiyo wanamwangalia zaidi Shah Rukh Khan na kumuona kama ni role model wao, ambaye wanatamani siku moja waweze kuachieve yale mafanikio ambayo ameweza kuyapata Shah Rukh Khan. Lakini pia wakaulizwa kwamba katika maisha yao yote walishawahi kusikia labda tetesi za wazazi wao tangu waweze kuwapoteza. Wanakuambia mpaka sasa hivi hawajawahi kusikia wala kuona mzazi yote akijitokeza na kudai kwamba yeye ni mama yao au ni baba yao. So kiufupi wamelelewa katika malezi ambayo wale waliowalea ndio wanaamini ni baba yao na mama yao, na wanasema kwamba hata siku moja hawajawahi kujuta kwamba kwa nini wazazi waliweza kuwatupa. Sasa unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo hawa watu waliishi kimaajabu zaidi, lakini cha kushangaza pia ni kwamba wamegoma kufanyiwa surgery, operation ya kuweza kuwatenganisha. Hata wao wenyewe walikiri na kusema kwamba hawataki na wanafurahia sana kuwepo vile, na hawatoweza kupokea maono yoyote ama maoni yoyote ya mtu yote kwamba eti waweze kufanyiwa upasuaji ili mwisho siku waweze kutengana, kwani kwa vile wanaamini ni baraka tosha na Mungu amependa waweze kwa vile, na wanafurahia katika maisha yao yote. Sasa unaweza kuona jinsi gani ambavyo Mungu akikuumba kilema ama akikupa kilema basi anakupa na mwendo. Au wenzetu wako hivi lakini wanafurahia. Ifike wakati kama Mungu amekubariki afya njema na ukazaliwa uko vizuri, hauna kilema, basi mshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu wana kilema lakini wao ukiangalia unaona wanapata shida, lakini wao tu kuwa na uhai wanashukuru, kwani wanaamini ni gift tosha ambayo Mungu angeweza kuichukua hata leo, lakini bado wamejali wanawako nayo. Sasa kuna video ambayo itaonekana kwenye screen hapo kuhusiana na episode iliyopita, na ukitazama basi utakometisha sana na utaniacha comment yako. Ni ya kuuliza sana, lakini bila shaka itakupa kitu na itakujengea confidence katika maisha yako yote. Mimi naitwa Gabby Official. Hebu tukutane katika next episode. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.